Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na mko unasikiliza Amka na Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe 1 za mwezi wa pili 2026, majira ni saa 11:30 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 12:30 majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, mapigano makali M23 Twirwaneho wakiwa na cha moto maeneo ya Minembwe. Bukavu, raia yalala kwa furaha huku akifurahia kuondoka kwa magaidi wa M23. Kinshasa, Rais Felix akubali mazungumzo lakini kwa masharti magumu. Na mkumbuka pia kuweza kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine ambayo yakuzidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia ungana na Baraka1 TV kwa ajili ya kuweza kuchangia kununua kwa drone. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko tarafani Fizi, ambako mapigano makali maeneo ya Minembwe kati ya M23 Twirwaneho wakikiona cha moto. Mapigano yameripotiwa kuanzia hiyo tarehe 31 kati ya magaidi wa M23 wakipigana na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Magaidi wa M23 Twirwaneho wamejaribu kuleta kipingamizi wakati majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wakiendeleza harakati za kuwatwanga maeneo ya Minembwe, huku vitengo mbalimbali ikiwepo maeneo ya Ruisankuku ikiwa tayari imekwisha kuingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo kubwa la Minembwe. Kwa sasa toka hiyo jana, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendeleza kazi kubwa ya kuendelea kuwasaka na kuwakunguta magaidi wa M23. Wengi wameweza kukimbia na kuacha silaha, huku pia wakivua nguo zao za kijeshi na kujigeuza kuwa kama raia wa kawaida. Ndege zisizokuwa na rubani za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeendeleza harakati, huku Wanyarwanda wakianza kulalamika na kudai kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawalenga raia. Kwa sasa eneo kubwa la Minembwe limekwisha kuingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, ambazo zinaendelea kutufikia kwa muda huu ambako hawa ndugu zetu wanasema amakuru atariho ivumbi, habari mbichi kabisa. Mwaramuse mwese banyamurenge aho muri hose, reka tubabwire Kigali iduhemukiye mu gihe isize dufite amarira menshi yo kubura ubwoko bwacu. Ku by'ukuri
twarabeshwe bikomeye. Acha tuwasalimu Wanyamulenge popote mlipo na tuwaambie ya kwamba Kigali imetudanganya na tuacha tukiwa na majonzi makubwa ya kupoteza kabila letu. Kwa kweli, acha tuwaambie tumedanganywa zaidi. Wanasema hapa Kigali imeita hapo juzi ndugu yetu Nanga ambaye msaliti mkubwa criminal na huyu mtusi Nyarugabo. Walienda hapo Gisenyi ambapo walizungumuza, walikuwa na nani. Kigali imeonyesha ya kwamba wao hawana tena namuna ya kuendelea kuwasaidia kwa kuwa Felix Tshisekedi anaendelea kuonekana kama vile kikwazo kabambe ambacho kimekuwa kati yao, na Trump amekwisha kuwageukia zaidi na anaonekana ya kuwa anaanza kukamatia hatua ambayo sio nzuri, na wao wamesema hakuna gisi tena waendelee kusapoti M23. Hapa chini ndakuwa nasoma bimoya na nyingine na tafsiri tu. Ku Banyamulenge niho kuvuga cyane. Kigali yasabye Nyarugabo kwemera kuba umuyobozi w'icyama gisha chitirwa Abanyamulenge. Hapa ni kusema Kigali imeomba kwa Nyarugabo aunde chama kipya ambacho kitadefendre Wanyamulenge. Icyo chama akaba arico bakoresha mu gushaka imishikirano na leta, imishikirano na leta, bakomeje kwiyunga kuri chama, basa n'abavukanye hagati batumvikanye hagati na Nanga na Makenga na Nyarugabo. Kigali ibategeka kuja kuchiga hagati yabo. Sasa hapa wanasema wakasema huyu ndugu aendelee, huyu Nyarugabo huyu kriminele anasema naye aunde chama kitu ambacho kitafanana kama wamekorogana na Nanga, ndicho chama ambacho watasapoti, na hicho chama ndicho waendelee kunegosia nacho kiingie kwenye serikali. Watazungumza na serikali kupitia chama hicho, na ni hapo Petetre Rwanda inaweza kuwasapoti kupitia chama kipi ambacho kitakuwa hapo. Wakati Nyarugabo alisimama akasema ndio anapaswa kufanya, Kanyiki naye akasema hapana, mimi ndio naongoza chama ambacho kinaongoza Wanyamulenge wote ambacho kinaitwa MRDP, kandi chama gikwiriye kuba niko guhamagara bakaita sasa niko guhamagara Ruberwa nawe niko kubatuka, ababwira ko bakwiriye gushaka uko bikura mu buryo ibibazo biba. Ababwira ko Amerika imaze gufata ikibazo cya Kongo, kandi Amerika ifite umushinga wo guhangana n'umutwe wose uzavuka muri Kongo Ruberwa. Ababwira ko Amerika igiye gushora imishinga muri Kongo, rero bitandukane n'iyo migambi barimo. Wakati tunasoma ni lugha ambayo hatuzoei, lakini wakasema hivi wakati Kanyiki na nani alideklare Kanyiki akasema mimi ndio kiongozi wa MRDP ambaye naongoza hawa wa Twirwaneho, kwa nini Nyarugabo naye aingie alete chama kipya? Wakaita Rubero kaambia hapana, mpasho mjitenge na hayo yote, kwani mtafute kitu kimoja ambacho kitawafanya mjitenge na hayo yote, mkaende muongeze na guvernema. Kwa hiyo Amerika imesha kamata
azimio ya kupiga kila group arme yoyote ambayo itakayopatikana kwenye Kongo, izaliwe leo, iwe ya jana, iwe ya juzi. Kwa kweli na wasihi mimi Ruberwa, mujitenge na hizo zamiri na hiyo mawazo. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Fizi, tuingie jijini Bukavu ambako raia yalala kwa furaha huku wakifurahia kuondoka kwa magaidi wa M23. Jioni ya hiyo jana kuanzia majira ya saa 1 kuelekea hadi saa 2, raia ya jiji ya Bukavu waliweza kusherekea huku wakifurahia na kupiga mayowe usiku mzima baada ya kuona milolongo ya makahoko wakitoka maeneo mbalimbali wakishuka jijini Bukavu wakiwa na harakati za kuondoka jijini Bukavu kuelekea majumbani kwao. Kitendo hicho kiliweza kuashiria hatua nzuri na kuonyesha dunia kwamba licha ya magaidi wa M23 wanaendelea kung'ang'ania maeneo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini wananchi bado hawana imani nao na hawataki kuishi chini ya uongozi wao. Mengine zaidi tukienda na jiji la Bukavu. Mzelezi gari zao ndio kwa shuka sana. Gari zao kwa shuka sana. Zinashuka kama tatu, angalia population. Population leo wanapata kule chini kwa pepe. Munachika. Maraba wanaenda. Maya hapo barenda. Hapa tu hatusumbua sana. Sumbua sana. Musako ukina jene kwanza kesho. Musako ukina jene? Ataenda. Ataenda. Basi enda kwa hapana. Mzenjo hali yuko kubarabara hii hapa kusantre koniko Busoka ainata 5 km na vile ya Bukavu. Hii niko kuonesha hapa ndio ile tu ndio angalia. Baby wao furahi mmetrenda. Ni furahi. Mbona siku nasikia sinyatiri? Bado kuna vya sinyatiri. Ndio vile mzee unaona hali iko ni hivi tu, unaona santre hii wala nifike pale mbele kwa wanawakisha moto mbalabala.
niko sasa niko nifikie hivi. Njoo vile mzee. Basi ngoja nikufikie hapa kwa watu wanafurahi mpaka hata na moto inawaka. Maana huku population inafurahi kuona tu wasoda biko shuka na miguru, maana ni vile. Naona ile moto kule mbele kabisa mzee wangu. Masoda wale wanashuka mpaka sasa watu population inawasha nyoma pine. Mapine mbalabala kabisa iko mu niveau ya 23. Angalie moto ile pale na waka. Na wamotari na watu wote make furada kabisa. Moto hii angalia watu hawa Isabos, watu hawa wanazunguruka moto huku. Wanazunguruka moto hapa viko wafurahia kabisa. Angalie tu na wewe. Watu wanafurahia sana tena sana. Manuel. Watu wanafurahia sana kabisa. Basi ni hali tu hivi. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Bukavu, kunasikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 1 za mwezi wa pili 2026, ni saa 11:30 saa Afrika Kati, 12:30 majira ya Afrika ya Mashariki. Na pia tunafuata matangazo kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Toronto pamoja na East Africa. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe, Ayeba Shaka Ayamba, Dedone Buto, Tobi Kila Mao, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letitia, da Asha, da Irwin, Yahaya Hussein, wakiwa nasikiliza Baraka One TV kutoka Dar es Salaam, na wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini, bila kusahau Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic. Na ndio kusikiza matangazo yetu ya Baraka One TV. Tuingie jijini Kinshasa ambako rais wa nchi yakubali mazungumzo lakini kwa masharti magumu. Rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akiwahutubia mabalozi mbalimbali wa nchi tofauti ndani ya jiji la Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuzungumza maneno yafuatayo. Kuzungumza mazungumzo ya ndani ni muhimu na niko tayari kuanzisha haya mazungumzo, lakini mazungumzo haya yataanzishwa na nchi yetu na kufuata sheria pia za nchi yetu. Tutazungumza haya mazungumzo kwa ajili ya watu wa nje wanayataka, lakini kwa ajili ya wananchi na kutafuta amani ya kudumu. Na yeyote ambaye anajua kwamba halihusika na mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni lazima sheria iweze kufuata mkondo wake. Mazungumzo yalikuwa yakitarajiwa kufanyika huku wapinzani pamoja na M23 wakiendelea kuishinikiza serikali kwa ajili ya kufanya mazungumzo zaidi. Kwa upande wao wanataka mazungumzo hao yaweze kuwa ya kusameana, huku wahanga wa vita wakibaki na majonzi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonyesha msimamo wake mkali wa kutaka mazungumzo hayo yafanyike, lakini sheria lazima isimame kwa yeyote ambaye anajua kwamba alihusika na mauaji, uporaji, ubokaji ndani ya vita ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa Rais Felix akiwa jijini Kinshasa. Mais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi
nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutana ni majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kwa taarifa zingine zaidi. Hii ni maji ya usiku, maji ya usiku hii kabisa. Make huku ni shangwe na vigelegele mzee. Uangalie one kule yule kote, make hapa ni Centre Busoka, make bangalia watu kisiko kumabalabala hivi, bakupiga mangoma, bakupiga manini, mbo atuyue kama njoo kwenda mama mzee wangu me note ziona tu sapa tuyue kama njoo kwenda kama ni maji ya usiku mzee. Nani kama watu wajua wake hii kulalamika niko mna decision mna certitude sawa. Usione sana watu wanashuka hivi na hawezi kumwona na wewe hapa basoda boye wewe unasikia manoe basoda boye banashuka katu na hapa ni bakidogo juu basoda banatoka Mwenga banafika Burale banalala banatoka tena Burale banalala banafika Walungu banalala banafika tena banatoka Mugogo banalala wote banajaji stoke wapi Mugogo wala mule pale Mugogo na hapa Mulunga hivi hapa banajua kwanza mnaona basoda muyaona basi bashona unaona walikuwa nala mshosha amuyaona pale kule kanisa ya banani basi bashona basoda mnalalamika kitu ya muone ama wakaba taenda baki dogo hapa betia one bali bakienda hawajua sasa batapita nini jiani sasa tosha si mimi nafaa tu hivi no usikie hapa hivi kwa sababu soda munaona huku kungali njoo mvula. Pula tena la maji yenyewe mganga mbona nzuri.